Nchi za Mashariki ya Kati na kwingineko ziliitikia kwa hofu baada ya Marekani kushambulia maeneo ya nyuklia ya Iran, huku Umoja wa Ulaya na Umoja wa Mataifa zikitoa wito wa kuwepo kwa diplomasia ya haraka, huku hofu ikizidi kuongezeka kwamba huenda vita hivyo vikazua ongezeko kubwa zaidi ambalo linaweza kuzuilika. Mataifa ya Ghuba ambayo kihistoria yamekuwa wapinzani wa kikanda na Iran iliyo karibu na kukosoa matarajio yake ya nyuklia, ilielezea wasiwasi wake mkubwa juu ya mashambulizi ya Marekani, huku kukiwa na hatari ya kulipiza kisasi dhidi ya kambi za kijeshi za Marekani zilizohifadhiwa katika nchi zao. Umoja wa Falme za Kiarabu, Qatar, Oman ambazo zimekuwa zikipatanisha mazungumzo ya nyuklia ya Iran na Marekani zilikosoa shambulio hilo la Marekani na kuhimiza kusitishwa kwa mazungumzo hayo haraka. Qatar ambaye ni mwenyeji wa kambi kubwa zaidi ya kijeshi ya Marekani kati ya Mashariki ya Kati alisema Jumapili kwamba inahofia kunaweza kuwa na madhara makubwa kikanda na kimataifa. Wizara ya mambo ya nje ilisema katika taarifa, kuongezeka kwa hatari kwa sasa katika kanda kunaweza kusababisha matokeo mabaya katika ngazi ya kikanda na kimataifa. Ilisema ilikuwa ikitoa wito kwa pande zote kutumia busara kujizuia na kuzuia kuongezeka kwa zaidi. Viongozi wa Ghuba akiwemo rais wa UAE, Amir wa Qatar na mwanamfalme wa Saudi Arabia ambao wote walikuwa wamemkaribisha Donald Trump mwezi uliopita kwa ziara ya eneo hilo, walijadili athari kubwa za kuongezeka kwa usalama wa kimataifa na kikanda. Shirika la habari ya serikali la UAE liliripoti Saudi Arabia, msafirishaji mkubwa wa mafuta duniani, ilikuwa katika tahadhari ya juu ya usalama baada ya mgomo wa Marekani, ikielezea wasiwasi mkubwa na kusisitiza haja ya kutumia juhudi zote za kujizuia na kuepuka kuongezeka kwa mzozo unaoendelea.